Kwa majina anaitwa Sura Nyembo, ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization. Kama ilivyo ada, Drug Abuse Prevention Organization ni taasisi ambayo inatoa huduma za utoaji wa elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya, ili kwa wale ambao hawajajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya wasiweze kuweza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, ili vijana wasiweze kuharibu ndoto zao, ili vijana waweze kuwa na afya njema ya akili na afya njema ya mwili, lakini pia taifa letu liweze kuweza kuongezeka kiuchumi, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Tunahitaji kuweza kuwa na wasomi, na kama kijana atajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya ni ngumu taifa kuweza kupata wasomi, kwa sababu mara nyingi taifa linawategemea vijana katika namna ya kuweza kuhitimisha elimu zao, lakini vijana pia katika namna ya kuweza kuchukua majukumu mbalimbali. Na kama ilivyo ada katika familia zetu, mara nyingi wazazi huwa wanasomesha vijana wao, lakini huwa wanajaribu kuweza kuwashauri vijana wao ili kesho na kesho kutwa mzazi anapofikia hatua ya kuweza kuchoka, umri sasa unakuwa umeshaenda, anakuwa anampa kijiti kijana wake. Ni vivyo hivyo kwa taifa letu, tunahitaji vijana waweze kufanya kazi, lakini pia kwa wale ambao wako katika vyuo, wako katika masekondari huko, wako katika shule za msingi, waweze kuweza kuweka jitihada katika masomo yao, ili kesho na kesho kutwa taifa liweze kuwa na watu wenye taaluma mbalimbali. Sasa iwapo kijana hakijiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, ni ngumu kuweza kukamilisha masomo yake, au ni ngumu kuweza kuhitimu masomo yake. Kwa hiyo leo tunapoweza kutoa elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya, ina maana tunapunguza uhitaji wasijiingize katika matumizi ya dawa za kulevya, ambapo hii itatusaidia vijana waweze kupata hizo taaluma zao au kuweza kuhitimu masomo yao, na taifa likaweza kupata vijana ambao wanaweza kufanya kazi, kuweza kutumia taaluma zao, na taifa letu likaweza kuongezeka kiuchumi. Lakini kwa hawa ambao sasa tayari walishajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, labda ilikuwa ni sababu mojawapo ni ile hali ya ukosefu wa elimu juu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Labda ilikuwa ni sababu hawa vijana walikutwa wana changamoto fulani katika maisha yao ambao zilileta mfarakano kwenye fikra zao na hisia zao, au wakajikuta wanachukua au wanafanya maamuzi ambayo sio sahihi na kuweza kwenda kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Labda tu ni kwa sababu tu alitaka kuweza kuisahau ile hali kwa muda, lakini anaisahau kwa muda na anakuja kutengeneza matatizo makubwa kwenye maisha yake, ambayo yatagharimu gharama kubwa katika namna ya kuweza kuyaondoa, lakini wakati mwingine yatagharimu muda, kwa sababu ugonjwa unapoingia unaingia kwa urahisi sana, lakini kutoka kwake huwa inagharimu katika muda, katika kifedha na hata wakati mwingine kiafya, kuweza kuirudisha afya yake taratibu huwa inachukua muda. Kwa hiyo leo kwa hawa ambao tayari wameshakuwa waraibu wa dawa za kulevya, tuna kituo cha huduma za utengemao ambacho ni Sober House, ambacho kinapatikana Kibada Kigamboni Block 15 na 17, na tuna jinsia mbili, tuna wanawake pamoja na wanaume, ili kuweza kutengeneza uwiano wa kijinsia. Tunawasaidia waraibu kwa aina zote wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Familia nyingi leo hii, mtu anapokuwa na maradhi haya ya uraibu, mara nyingi anakuwa anaona kama kijana wangu au mtoto wangu au ndugu yangu amelogwa. Hakuna uchawi katika uraibu. Uraibu ni maradhi kama maradhi mengine ambayo yamemwathiri huyu mgonjwa katika sehemu kuu tatu. Yamemwathiri kiakili katika namna anavyoweza kufikiria na kuweza kufanya maamuzi, lakini pia katika hisia, namna anavyoweza kujihisi, lakini katika
kitabia au kimatendo zaidi katika namna anavyoweza kutenda yale matendo ambayo moja kwa moja tunaweza kuyaona katika jamii. Kwa hiyo uraibu umeathiri katika sehemu kuu hizi tatu, na huyu ni mgonjwa ambaye anatakiwa kuweza kupata matibabu mbalimbali ya kisaikolojia, lakini pia anatakiwa kuweza kupata skills mbalimbali za kwa ajili ya kuweza kuprevent au kuweza kudhibiti ule uraibu usiweze kufanya kazi naye, ili kesho na kesho kutwa kijana huyu ambaye tayari alishakuwa amepoteza mwelekeo aweze kuja naye kuwa mwanachama mzalishaji katika jamii. Lakini pia kijana huyu ambaye labda alikuwa ameacha shule aweze kuweza kurudi katika shule na kuweza kuendelea na masomo yake. Labda kijana huyu ambaye alishindwa kuweza kuitumia taaluma yake ambayo labda alikuwa nayo arudi kuwa katika hali za kawaida na aweze kuweza kuja kuitumia taaluma yake. Kwa hiyo uraibu ni ugonjwa unapoweza kupata ndugu au jamaa au mtoto wako ana matatizo haya ya uraibu, basi mlete katika hivi vituo vya matibabu vile inavyostahili. Kumpeleka kwa waganga kienyeji, hawana taaluma katika namna ya kuweza kumtibu huyu mraibu, kwa sababu uraibu hautibiwi kwa mitishamba, na ukijaribu kuweza kumhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine haitakuwa solution katika tatizo alilokuwa nalo. Ni kwa sababu tatizo ni yeye katika akili yake, hisia zake na yale matendo ambayo anakuwa anafanya. Kwa hiyo ni vyema ukaja katika vituo vyetu kwa ajili ya kuweza kupata msaada zaidi wa ushauri, lakini pia kuweza kujua namna gani una uwezo wa kuweza kufanya au kuweza kumchukua huyu ndugu au jamaa ambaye yuko na changamoto hii ya uraibu katika kuweza kuchukua njia sahihi za kuweza kumsaidia. Leo tunashukuru taarifa zimeweza kufikia wewe mzazi, wewe mlezi au wewe mtu ambaye ni rafiki wa mtu mwenye changamoto hiyo ya uraibu, basi unaweza ukamchukua ndugu yako, mtoto wako, jirani yako na kuweza kuja kumsaidia kumleta katika kituo hichi cha matibabu cha Dapo Recovery House ambaye tuko Kigamboni, Kibada Block 15, na kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatutafuta kwa simu namba 0673 20 43 32. Lakini pia unaweza ukaangalia activities zetu mbalimbali ambazo tumeposti katika hiyo mitandao ya kijamii. Unaweza ukaingia katika page yetu pale Instagram Dapo_organization, lakini pia hata Facebook unaweza ukatafuta huko ambapo ni Drug Abuse Prevention Organization. Saidia mraibu wa dawa za kulevya, usimwadhibu, na Tanzania bila watumiaji wa dawa za kulevya inawezekana. Tanzania bila biashara za dawa za kulevya inawezekana.